Naam bwana, wakati huu tunakwenda kuangalia tena michuano ya ligi ya mabingwa Afrika katika hatua hii ya makundi, kwa maana ya makundi ambayo yamepangwa. Tayari tulishaangalia kundi la Young Africans katika session iliyopita ya mapema leo hii, lakini wakati huu tunarudi tena kuangalia kundi la wekundu wa Msimbazi Simba katika ligi ya mabingwa Afrika kupitia draw iliyofanyika jana siku ya Novemba 3 kule Afrika Kusini, Johannesburg. Sasa kundi la Simba ni kundi D sambamba na klabu za Esperance de Tunis, Petros Atletico de Luanda pamoja na Stade Malien. Yes. Sasa ukiliangalia hili kundi ni kundi fulani hivi ambalo linatoa green light, yani linatoa mwanga kwa wekundu wa Msimbazi kufanya vizuri na kuelekea katika hatua inayofuata endapo karata zao watazichanga vizuri. Tofauti na lile kundi ambalo wapo watani zao, kwa maana Young Africans, kundi ambalo lina timu zote kutoka Afrika Kaskazini ukitoa wao wenyewe Yanga. Na hata ukifuatilia comments tu za Watanzania, good thing Watanzania wanafuatilia football, wanaona wenyewe. Hata ukiangalia zile comments unaona wenyewe wanaonesha kabisa kwamba kundi la Yanga ni gumu sana, hata kama hawazijui in details hizo timu, lakini kwa sababu zinatoka Afrika Kaskazini ambako uwekezaji wa football ni mkubwa. Yaani timu ya Afrika Kaskazini inawezekana ikawa tu ndogo kwa muktadha wa kwao, lakini ikawa kubwa kwenye muktadha wa kimataifa kwa sababu ya uwekezaji wao ambao wameufanya. That's why unakuta timu ndogo tu kama US Monastir iliwahi kumfunga Young Africans mabao mawili kule Tunisia. Hiyo inakuonesha JS Soura ilishawahi kumfunga Simba mabao mawili kule Algeria. Kwa hiyo ni klabu tu ndogo za kawaida, lakini zinaweza kushinda zikiwa kwao. Kwa hiyo kupata klabu za kaskazini nyingi katika kundi ni hatari, ingawaje wenyewe pia wanapotezaga wakiwa katika ardhi za huko Sub-Saharan. Sasa tukiachana na huko upande wa Yanga ambako tayari session yake ipo, unaweza kaitembelea kwenye YouTube kwenda kuiangalia. Hapa tunajikita na kundi la Simba kwa mapana zaidi. Katika kundi la Simba kuna hizo timu tatu nyingine na tunakwenda kuangalia moja kabla nyingine, alafu tunaangalia nafasi ya Simba kwenda katika hatua ya robo finali. Ukiangalia hili kundi, nafasi ya Simba kwenda robo finali inaonekanaje? Esperance Club de Tunis, hawa ndio klabu kubwa zaidi katika hilo kundi, na hii klabu imetokea katika poti nambari 1. Yes, ni moja ya klabu bora barani Afrika unapozungumzia greatest club of all time, yani wale magoti, yale powerhouse ya kandanda ya Afrika, Esperance wapo bila kuadharau at any point. Esperance de Tunis ni mabingwa mara 4 wa michuano hii ya ligi ya mabingwa Afrika. Ukiachana Ahali au ukiachana na Zamalek na TP Mazembe, Esperance wanafuata, wamechukua mara 4 ya mataji haya. Lakini msimu uliopita kwa maana 24-25 waliishia hatua ya nusu finali, ila msimu wa nyuma yake tena walicheza finali ya ligi ya mabingwa Afrika. Maana yake ni klabu ambayo haichezi mbali na mafanikio, yani kutoka nusu finali, nyuma yake finali, na nyuma yake tena hapo misimu 2-3 walio kucheza tena finali, wamewahi kuchukua ubingwa 2018 19, hivyo walichukua back to back katika hiyo miaka. Kwa hiyo unaona ni klabu ambayo bado inaendelea kufanya vizuri. Sometimes inatokea kwenye group stage si perform vizuri, lakini haikugarantii mpinzani kuto kupeleka heshima yako kwa Esperance de Tunis. Kwa hiyo Ataraj, jina lao la utani, hii ni klabu ambayo kwenye makaratasi tunaipa nafasi ya kwanza kwenda, au hata kama sio ya kwanza, nafasi ya kwenda hatua ya robo finali. Hata kama watamaliza nafasi ya pili, nafasi hiyo wanayo. Sasa Simba na Ataraj ni klabu kubwa kuliko Simba kwa maana ya mafanikio, lakini ukiangalia katika performance ya michuano ya CAF, hawa wote ni Giants clubs, yani wote hawa ni zile klabu 5 bora, kwa maana ya Al Ahly, Mamelodi Sundowns, Esperance de Tunis, hapo katikati anaingia RS Berkane, anaingia na Simba. Kwa hiyo lile pool la timu 5 bora hayupo mbali Simba kwa Ataraj kwa maana ya Esperance de Tunis. So kwa muktadha huo, na ukizingatia pia mazingira ya Ataraj kwa maana ya klabu hii kutoka kaskazini dhidi ya klabu kutoka Sub-Saharan ambayo ina quality, naamini kitu ambacho naamini wanagawana alama 3. Inaweza ikawa tofauti, mmoja akachukua 4 au akachukua zote 6, inawezekana. Yani Esperance wana quality ya kuchukua hadi alama 4, lakini kwa kuwaheshimu Simba kwa investment yao kubwa walioifanya, uzoefu wao ambao wako nao, simuoni Ataraj
akichukua hizo 6 kiurahisi au akichukua hizo 4 kiurahisi. Picha ambayo kubwa ipo kichwani mwangu, Simba anachukua 3 kwa Mkapa, Ataraj anachukua 3 Rades. Hiyo ndo picha ambayo naiona kwenye mechi ya Esperance na Simba. Inaweza katokea surprise, lakini picha kubwa ni hiyo hapo. Tukiachana na Ataraj, tukienda kwenye timu nyingine ambayo ni Petros Atletico de Luanda. Yes, Tricolors hawa kutoka Angola. Hii ni mechi ambayo binafsi nilikuwa naitamani kuiona kwa kipindi kirefu sana. Kipindi kirefu mno nilikuwa natamani kuiona hii mechi. Na nasema hivyo kwa nini? Kwa sababu ukiangalia hii Sub-Saharan Africa, yani haya mataifa, ukiachana yale mataifa ya Kiarabu ambayo kimsingi yametutawala kwa muda mrefu kwenye football ya Afrika, hizi klabu zetu za huku kusini mwa Sahara, klabu ambazo zimekuwa zikifanya vizuri, yani at least zinatuwakilisha vizuri kwa maana ya kufika hatua za juu, wanakuepo katika robo finali, katika semi final wanaingia, na sasa hivi zinafika mpaka finali ya michuano ya Confederation. Miongoni mwa klabu ambazo zinatuwakilisha vizuri hapo utazungumzia Simba, utazungumzia of course Mamelodi Sundowns wanaanza, utaizungumzia Simba, utaizungumzia Al Hilali, sasa hivi Young Africans wameingia na Petros Atletico wameingia, huko mbele kuna Horoya wapo hapo. Kwa hiyo Petros na Simba ni miongoni mwa timu ambazo zinatuwakilisha vizuri. Yani ni kwa Sub-Sahara, ni kwa sisi huku chini ya kusini chini ya jangwa la Sahara, hawa ni miongoni mwa heavyweights wetu. Yani Simba na Petro ni miongoni mwa klabu heavyweight wetu ambao tunawategemea kwenye uwakilishi wetu kwenye michuano hiyo ya CAF. Kwa lugha nyingine, wale ambao wako deep sana na football ya Africa wanaita Pan-Africanist au Pan-Africanism. Kwa hiyo kwa Petros na Simba ni mechi ambayo inakutanisha majianti wawili wa Sub-Saharan Africa, Clash of Titans. Yes, iko hivyo. Kwa hiyo Petros ni timu kubwa ndani ya Angola, ndo greatest club of all time ndani ya kandanda ya Angola. Ni klabu ambayo imekuwa ikiwakilisha vizuri Angola. Leo Angola wanapata sports 4 hizi. Klabu ambayo imekusanya points nyingi sana ni hawa Petros Atletico de Luanda. Ni klabu ambayo imeshafanya makubwa ndani ya ardhi ya Afrika, ikiwemo kufika semi-final, eneo ambalo Simba wanalitamani kwa muda mrefu kufika semi-final ya Champions League. Waliwe kufanya miaka 70 lakini haijajirudia tena kwenye Champions League kufika semi-final, imekuwa kama ndoto yao. Tayari hawa Petros Atletico de Luanda walishafanya hivyo msimu mwaka 2021-22 kama 22-23. Yes, walifanya hivyo wakiwatoa Mamelodi Sundowns kama kumbukumbu zangu ziko vizuri kwenye mwaka. So ni klabu ambayo imeishi ndoto za Simba ambazo wao wanazitamani kuzifikia. So hii ni miongoni mwa mechi bora, miongoni mwa mechi nzuri sana. Ila ukiangalia in details unaona matokeo vile vile, kwa maana ya Simba anaweza kuchukua alama 3 hapa, Petros anaweza kuchukua alama 3 akiwa nyumbani kwake kwa maana ya Angola. Ila ukiwaangalia Simba in details na Petros kwa kuwalinganisha wao wenyewe, Simba yuko ahead kidogo. Yani Simba na Esperance wote ni giant, tunasema top 5 giants, lakini Esperance yuko ahead, yani yuko juu ya Simba. Maana yake Esperance anaweza kugawana naye alama 3 Simba, au anaweza akachukua alama 4 kwa Simba au 6. Inawezekana. Ndio hivyo hivyo kwa Petros na Simba. Simba anaweza kugawana naye alama 3, Simba anaweza kuchukua alama 4 kwa Petros de Luanda, Simba anaweza kuchukua alama 6 kwa Petros de Luanda. Hiyo picha nadhani itakuwa umeielewa vizuri. Yani kutokana na ubora wa hizi timu, Simba yuko ahead kwenye ubora ukilinganisha na Petros de Luanda kwenye vitu vingi, including points ambazo Simba wamezikusanya, including performance ambayo Simba wameionyesha katika kipindi cha miaka 5 kuliko Petros de Luanda. So hiyo ndo picha kubwa ya huo mchezo wa Simba na Petros Atletico de Luanda. Ni mechi ambayo nilikuwa naiota muda mrefu sana ije kutokea, na hatimaye imetokea. Magiants wengi wameshakutana na Simba na Horoya, wameshakutana na Simba na ASEC, wameshakutana. Mamelodi Sundowns alishawahi kuja hapa Tanzania akacheza na Young Africans, lakini TP Mazembe wameshacheza na Simba, wameshacheza na Yanga. Ilikuwa ni Petro, yani Petro ndo ilikuwa tunamdai.
hajawahi kuja hapa. Orlando hapa wamekuja, Kaizer Chiefs hapa wamekuja, ilikuwa ni yeye tu kabakia katika wale sub-Saharan performers. So this time around Petros anakuja kucheza na Simba Sports Club. Bonge moja la mechi, usikose hiyo mechi. Ukiachana na hilo sasa, tunakwenda katika phase nyingine, katika timu kuangalia timu nyingine ambayo ni Stade Malien. Yes, Stade Malien, the Malians. Hawa wanatokea Mali. Kimsingi ni klabu kubwa. Stade Malien ni klabu kubwa sana ndani ya Mali. Ni klabu ina historia ndani ya kandanda la Afrika. Ikumbukwe hawa wamewahi kubeba ubingwa wa michuano ya CAF Confederation Cup. Ilikuwa mwaka 2009, finali wanacheza na Entente Setif ya Algeria. Lakini wamewahi, ndo klabu ya kwanza kucheza finali ya michuano ya klabu bingwa Afrika. Leo hii inaitwa Ligi ya Mabingwa Afrika, wakati huo ilikuwa inaitwa klabu bingwa Afrika. Walicheza finali ya wao dhidi ya Oryx Douala kutoka Cameroon. Hiyo ni moja ya timu ya miaka mingi sana kutoka kule Cameroon. Walicheza nao finali mwaka 1965. Ilikuwa ni klabu bingwa 64-65. Ndio klabu bingwa ya kwanza, ndio finali ya kwanza kabisa inaanza. Walicheza hizo timu mbili. Kwa hiyo ni timu mbili ambazo zina hiyo historia. So Stade Malien wamecheza semi-final ya michuano hii ya CAF, wamesogea robo finali, wameshacheza mara kadhaa, group stage wameshacheza mara kadhaa, lakini sasa hivi mambo yamebadilika. Yani so Stade Malien hili ambao tunaifahamu kwenye historia ni Stade Malien ambayo mvuto umepotea. Last campaign walifanikiwa kucheza group stage na hata msimu wa nyuma yake pia ya michuano ya Confederation, lakini wanarudi tena katika Ligi ya Mabingwa Afrika ikiwa nia yao au philosophy ya klabu ni ile ya ASEC Mimosas. Ni klabu ambazo zinapika wachezaji, zina groom wachezaji, zinaandaa wachezaji kwa ajili ya kuwatafutia soko. Yani hii michuano ya kimataifa ni jukwaa, ni platform ya hawa wachezaji kuonesha ili kuwauza katika maeneo mengine mbalimbali. Wanafanya hivyo kwa sababu Mali wana talents nyingi, miongoni mwa taifa lenye talents nyingi sana ambazo wanazisupply maeneo mbalimbali. Hata kwenye timu yao taifa unaona kuna wachezaji wengi ambao wameanzia nyumbani Mali na wakatoka kwenda maeneo mengine mbalimbali. Wapo waliopita Real Bamako, wapo waliopita Stade Malien, wapo waliopita Joliba Athletic, na wameenda maeneo mengine mbalimbali. Kwa hiyo ni jukwaa hilo nalitumia, na wanafanya hivyo kwa sababu ligi ya ndani ya Mali imepoteza nguvu ya kiuchumi ya kuweza kuwalinda hawa wachezaji wenye qualities, wachezaji wao wazuri. That's why Mali mchezaji akiibuka anaonekana kuwa na talents, haraka anafanywa mpango wa kuuzwa. Kwa hiyo hii michuano inatumika kama jukwaa la kuonekana wachezaji na kuwauza. Miongoni mwa evidence kubwa kabisa ni Lassine Kouma, nyota wa Stade Malien, kinda kabisa huyu ambaye msimu uliopita kacheza group stage ya Confederation. This time around yupo kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Huo ni mfano mmoja tu, lakini mifano iko mingi kutoka huko Mali. Sasa wakati huu Stade Malien wanakwenda kukutana na mnyama kwa maana ya Simba Sports Club. Ni ukiangalia mzani wa Simba na mzani wa Stade Malien, ni aina ya mpinzani ambaye Simba anaweza kuchukua alama zote 6 kutoka kwa Stade Malien. Ni aina ya mpinzani ambaye Simba anaweza kuchukua alama 4, ikishindikana alama 3 za nyumbani. Yes, kwa hiyo Simba aina hiyo ya matokeo yote anaweza kuyapata. Kitu ambacho ni ndoto, yani kitu ambacho ni kigumu kutokea, ni Stade Malien kuchukua alama 6 kwa Simba au Stade Malien kuchukua alama 4 kwa Simba. Inawezekana, lakini ni ngumu sana. Kitu ambacho kinawezekana ni Simba kuchukua alama 6 kwa Stade Malien, kuchukua alama 4 kwa Stade Malien, au alama 3 kwa Stade Malien. Yani Stade Malien ana alama za Simba. Yes, labda itokee masuala ya kifootball tuje kuona tofauti. Hizo qualities Simba za kufanya hivyo kwa Stade Malien wanazo. Mind you, Simba wanajua kwamba miongoni wa mechi zao muhimu ni hizi, kwa maana ya Stade Malien asije akaharibu, kwa sababu Petros anaweza kuchukua zote 6 kwa Malien, Esperance anaweza kuchukua zote 6 kwa Malien. Kwa hiyo hata na mwenyewe Simba anatakiwa kwenda kwenye hii mechi akiwa anafahamu pia na yeye achangiwe alama 6 kutoka kwa Malien. Kwa hiyo aingie kwa hiyo intention. So huo ndo mtazamo ambao nilikuwa nao. Sasa ukiliangalia hili kundi kwa haraka, unaona Simba ana nafasi ya kuchukua alama zaidi ya 9 na possibility kubwa ya timu kwenda hatua ya robo finali, at least ikiwa na alama 9 au 10 inakuwa na nafasi kubwa ya kwenda hatua ya robo finali. Simba namuona akichukua alama zaidi ya 9
namuona akichukua alama zaidi ya 9 katika hili kundi, kwa maana zile 9 za nyumbani za Esperance wanaweza kuzibakisha hapa, za Stade Malien wanaweza kuzibakisha, pamoja na Petros de Luanda wanaweza kuzibakisha. Lakini alama nyingine wanaokota wapi? Je, wataenda kokota alama Rades Tunisia, watakwenda kokota alama Mali, watakwenda kokota alama Angola? Lakini naamini ni nafasi ya Simba kwenda robo finali, na hiyo na ipo kwa mustakabali wa hili kundi namna ambavyo linasomeka. Yes, maneno yangu sio sheria, haimaanishi kwamba lazima Simba ataenda atachukua hizo alama. Mambo yanaweza kubadilika ikawa tofauti, lakini kwa picha ile ya haraka, kwa wale ambao wanafuatilia vizuri hizi timu, wanafuatilia vizuri haya mashindano, watakuwa mashahidi. Nafasi ya Simba kwenda robo finali kwenye hili kundi ipo, lakini waifanyie kazi, washinde mechi zao za nyumbani, watafute points katika mechi nyingine, kwa sababu Petros anaweza kushinda mechi zake zote za nyumbani na akatafuta points katika mechi nyingine za away. Esperance pia anaweza kufanya hivyo hivyo. Kwa hiyo Simba iende kwenye hii mechi wakiwa na discipline ya kutosha ya kwenda kuzitafuta alama zao 9 na hizo nyingine ambazo zimesalia. Anyways, kwa hiyo jambo liko hivyo so far tunapozungumza. Tunasubiri hizo mechi zitakavyokuwa, lakini mechi zinachezwa 2 kwanza. Zinachezwa mechi 2 kabla ya kuelekea katika mapumziko ya kuelekea katika finali za AFCON. Yes. So ni kuache na swali pia. Unaweza kuweka hapo kwenye comment section hapo kwa mtazamo wako. Unamuona mnyama akienda hatua ya robo finali, anaungana na nani kama anakwenda hatua ya robo finali? Basi weka comment yako katika comment section hapo, lakini usisahau kusubscribe. Hii ni Mzinga Sports. Najua kwamba watu wengi mnafahamu vya kutosha kuhusu hizi timu, mnafahamu vya kutosha kuhusu African football. Kwa utashi wako utaweka comment hapo. Unamuona, inawezekana usizingatie maneno yangu, lakini wewe ukaweka comment kwa utashi wako, kwa namna ambavyo unazifahamu hizi timu, kwamba unamuona fulani na fulani wakienda katika hatua ya robo finali wote, au tofauti na hicho. So usiache kusubscribe. Hii ni Mzinga Sports.